Simba Sports Club wamekamilisha usajili wa goalkeeper Mahamadou Tanja Kasila kutoka Associative Sportive des Forces Armées Nigériennes ambayo kwa kifupi inafahamika kama AS Fan Niamey, timu kutoka ligi kuu nchini Nigeria. Nigeria inaozungumziwa hapa sio Nigeria hii ya kina Okejefa kina Victor Osimhen, hapana. Hii ni Nigeria kule Niamey. Huyu Mahamadou Tanja ana umri wa miaka 29, ni goalkeeper ambaye Simba wameamua kumsajili baada ya kuona kwenye eneo la goalkeeper kumekuwa na ukata, kwa sababu Musa Pinpin Kamara amepata majeraha ambayo yanaweza akamweka nje kwa muda mrefu, na kama unavyojua Musa Pinpin Kamara mkataba wake unategemea kumalizika mwishoni mwa msimu huu, yani mwishoni mwa msimu wa 2025-26. Kwa hiyo wakaona kwa kuwa amepata majeraha ya muda mrefu ni vyema wamuondoe kwenye mfumo wa usajili ili kuweza kuendana na ile idadi ya wachezaji wa kigeni ambao wanahitajika, lakini vile vile kama unavyojua magolkipa wawili wa kigeni hawaruhusiwi kusajiliwa kwenye timu moja ya ligi kuu. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba Simba Sports Club wameamua kuongeza goalkeeper huyu ambaye ana uzoefu, ambaye pia kama mlifuatilia michuano mbalimbali ya timu za taifa, michuano ya CHAN amewahi kucheza, amecheza kwenye World Cup qualifier na michuano mbalimbali katika timu yake ya taifa, na amekuwa ndo kipa tegemeo ambaye anadaka kwenye timu ya taifa ya Niger. Kwa hiyo ni usajili ambao umekuja baada ya Simba kujiridhisha na kuona kwamba kuna uhitaji mkubwa wa kusajili goalkeeper mwingine mwenye uzoefu ambaye atakuja kukaa langoni moja kwa moja, na kusiwe kuna mambo mengi ya kutetereka kwenye lango. Kwa hiyo wamemuongeza huyu Mahamadou Tanja Kasila kwa ajili ya kuweza kuongeza nguvu kwenye kikosi cha Simba. Of course hatua hii inazidi kudhihirisha kwamba eneo la goalkeeper kwa upande wa Simba ni eneo ambalo Simba wamelipa kipaumbele sana, yani wanalichukulia kwa uzito mkubwa, kwa sababu pamoja na kwamba yupo Yakub Suleiman ambaye naye of course amepata majeraha, lakini majeraha yake pengine asingeweza kuchukua muda mrefu, lakini huwezi ukaingia kwenye CAF Champions League ukiwa una matarajio ya kuendelea kumsubiri goalkeeper ambaye hujui anarudi lini, na anavorudi hujui atarudi na performance gani, yasije akajirudia yale ya Aishi Manula. Kwa hiyo ikabidi deal liweze kufanyika chap na aweze kuletwa goalkeeper mwingine wa kigeni, ndo katika kufuatilia na kujaribu kutafuta goalkeeper mzuri ambaye ana vigezo vyote vya kusimama langoni katika klabu ya Simba, ambaye ana uzoefu kiasi fulani kwenye mechi za kimataifa, ambaye ana uzoefu pia hata kwa umri wake, ukiangalia na miaka 29 amecheza mechi nyingi, na mpaka sasa hivi kwenye ligi ya kwao kwa amecheza michezo 26. Ni goalkeeper ambaye anatumainiwa na anategemewa kwenye timu ya taifa na klabu yake pia vile vile. Kwa hiyo Simba wakaona yes, huyu atakuwa ni chaguo sahihi, Mahamadou Tanja, na of course ni goalkeeper ambaye ana utawala wa lile eneo lake. Manake mipira ya juu yote, ikipigwa kona, ikipigwa free kicks, ikipigwa mipira mirefu kutoka nyuma, ana uwezo wa kuikamata kwa sababu mikono yake ina nguvu, na ana uwezo wa kurusha vizuri tu mipira, kwa sababu unajua magolikipa wenye mikono yenye nguvu akirusha mipira kama amepiga pasi vile. Ndio design ya huyu Mahamadou Tanja. Ana uwezo pia yani ni mtulivu, tuseme ni mtulivu kwenye pressure, uwezo wa kupiga pasi na vitu kama hivyo pia yuko na. Lakini kabla sijasahau bwana, kama kawaida kuna utaratibu wetu, unajua nilitoa taarifa kwamba kama unahitaji kujiunga kwenye grupu la Simba Pro, unaweza ukaandika tu ujumbe kwamba bwana mimi naomba kuungwa kwenye grupu. Usipige simu, kwa sababu unapopiga simu unafanya sasa huduma zingine zisimame, uanze kuzungumza wewe tena mpaka ukate uzungumze mwingine. Kwa hiyo tuma ujumbe ili watu wote waweze kupata huduma. Sasa katika kutuma ujumbe, ni kweli na siku mbili sijajibu hizo jumbe, lakini zipo, sijazifungua. Kwa hiyo nikipitia hivi nitazifungua, kwa sababu
kumekuwa na mambo mengi hapa katikati. Kuna usajili wa wachezaji wakina Libasege, wakina Ndongani Samba nimewazungumzia, Nixon Kibabage na wengine. Kwa hiyo kunakuwa na taarifa nyingi za usajili hapa ambazo zinaninyima mimi nafasi ya kupata muda wa free ule ambao kwa sababu kuna kazi zingine zinaniweka mpaka usiku sana, na unakuta namaliza saa 6, saa 7, saa 8. Kwa hiyo nakuwa nakosa ule muda mzuri wa kuweza kufanya kazi zangu. Kwa hiyo mtaniwia radhi, lakini meseji zenu nimeziona. Kwa hiyo nyie relax, msiwe na papara kwamba mbona hujibu. Nitazijibu tu kwa sababu mambo yalikuwa yamenibana kidogo. Kwa hiyo tukirudi kwenye issue sasa, hapa upande wangu mimi nikizungumzia hili issue ni kwamba Simba Sports Club wamefanya jambo sahihi sana kuweza kumtafuta goalkeeper mwingine, kwa sababu kwenye eneo la goalkeeper tayari palikuwa panayumba. Unajua Yakub Suleiman hawezi seme yeye peke yake tu hawezi kuwa na uhakika wa kucheza msimu mzima, lakini vile vile anahitaji mtu ambaye atamuongoza, kwa sababu Yakub Suleiman bado anaendelea kukua, bado anaendelea kujifunza zaidi. Kwa lazima kuwe kuna mtu ambaye anaweza kumuondolea ile pressure na ukubwa wa Simba na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuongezeka kwa goalkeeper ni jambo zuri sana kwa klabu ya Simba, kwa sababu anakwenda kuongeza uzoefu kwenye eneo la golini pale goalkeeping, lakini ana uwezo wa kuelekeza mabeki wake kwamba bwana jiposition hivi, kimsifanye hivi, fanye hivi. Kwa hiyo pale nyuma panakuwa pana maelewano mazuri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unavosajili goalkeeper ambaye ana uzoefu, kunakuwa kuna faida nyingi sana. Kuna faida nyingi sana, na hata wale mabeki wanaolinda pale wanakuwa na utulivu na wanakuwa na confidence, kwa sababu wanajua nyuma yetu kuna mwamba ambaye atakuwa anatulinda. Kwa hiyo kukosekana kwa Pinpin Kamara, maana yake Simba ilikuwa lazima watafute mbadala wake. Kwa hiyo Simba kweli wamemtoa Pinpin Kamara. Kwa hiyo tunavyozungumza Pinpin Kamara hatuendelea kuwa sehemu ya Simba Sports Club. Sio kwamba amefeli, ila ni kwa sababu majeraha yamemrejesha nyuma. Kwa hiyo Mahamadou Tanja Kasila ndo atakuja sasa kuanza ukurasa mpya katika klabu ya Simba, na tuone kwamba atakuja kuongeza kitu gani kwenye kikosi cha Simba kwa ajili ya kuboresha kile ambacho tayari kipo. Kwa hiyo kwa upande wa Simba Sports Club watajaribu kumleta nchini mapema sana, ili mradi aje kukamilisha taratibu zote na apate vibali na vitu vingine kwa ajili ya kuweza kwenda kusimama langoni katika mchezo unaokuja dhidi ya Esperance de Tunis kule nchini Tunisia. Kwa hiyo wanafanya hizo harakati haraka ili kuhakikisha kwamba kikosi kinakuwa kamili kabla ya kwenda kuwavaa miamba hii kutoka nchini Tunisia, klabu ya Esperance Sportive de Tunis, ambayo ni klabu moja ngumu na kubwa sana, na ina uhitaji sana wa hizi alama, kwa sababu kwanza wanacheza nyumbani, lakini vile vile walipoteza alama katika mchezo dhidi ya Stade Malien. Kwa hiyo watahitaji kurudisha hizo alama zao. Kwa hivyo kwa Simba sasa wao wameshajua hilo, kwa hiyo wanajipanga kuhakikisha wanajizatiti ili timu isiweze kuyumba na isiweze kushindwa kufanya vizuri eti kwa sababu imemkosa goalkeeper au imemkosa mchezaji fulani mchezaji. Kwa hiyo yeye pamoja na Libasege ni madili ambayo kwa asilimia kubwa sana tayari yameshakamilika, pamoja na dili la Nixon Kibabage. Haya madili ni tayari tunaweza kusema ni deal done. Kwa hiyo tusubiri tu Simba Sports Club waanze kutambulisha wachezaji hawa na kuweza kuwaweka kwenye mfumo wao na waanze kujitumikia timu katika mechi za ligi pamoja na mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika. Tuone watakuja kuongeza kitu gani, au sio? Yes, kwa leo nadhani nimemaliza. Kama kutakutokea taarifa nyingine yoyote, basi tutaendelea kujuzana ili mradi tuweze kupata updates zote muhimu kuelekea katika dirisha hili la usajili.